Dakika 15 za umeitumiaje neema ya Mungu. Hili ni somo jingine, kama tunavyojua ya kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho, na wakati ambao tuko nao ni wakati ambao watu wa Mungu walitakiwa wafanye bidii kwa kushirikiana na neema ya Yesu wafikie kiwango cha kutokufanya dhambi kabisa. Tunapoenda kuangalia kusudi la neema ya Mungu, tutagundua wazi ya kwamba kusudi la neema ya Mungu ni kuweza kumsaidia mwanadamu mdhambi ambaye baada ya kuweza kuacha ile njia ya kweli ya kuweza kusikia maagizo ya Mungu, ndani yake yamekuwepo mawazo pamoja na mienendo ambayo haipatani na Mungu kabisa. Kwa hiyo tutakapokwenda kuangalia kusudi la neema ya Mungu, tutagundua ya kuwa neema haipo kwa ajili ya kufanya watu waendelee kubaki katika dhambi, bali neema ipo kwa ajili ya kuweza kuwafundisha sasa watu waweze kukataa ubaya wa dhambi na kuishi kama vile ambavyo Mungu anataka. Tunaposoma katika kitabu cha Tito wa pili 2 mstari wa 11, maandiko yanasema, maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kuishi, kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Ni neema pekee ambayo inatufundisha kuweza kuona ubaya wa dhambi. Ni neema pekee ambayo inaweza kutufundisha kuweza kukataa tamaa zote za kidunia. Lakini pia neema pekee ndiyo ambayo inatufundisha kuishi kwa kiasi pamoja na kuwa na watu wenye haki pamoja na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo watu wote ambao wapo wanaongozwa na neema ya Yesu, lazima ndani yao kutakuwa kuna badiliko, na moja ya badiliko ambalo litakuwa ndani yao ni pamoja na kuipenda sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu ni nakala takatifu ya picha ya utakatifu wa Mungu. Kwa hiyo ikiwa neema ya Mungu ipo pamoja nasi, itatuongoza kuweza kukataa ubaya wa dhambi, lakini sheria ya Mungu tutaipenda. Lakini tunasikia wengi wakifundisha ya kwamba neema imeifanya sheria ya Mungu isifai. Hapana wapendwa, haipo hivyo. Sheria ya Mungu bado ipo pale pale, na kama tuna neema ya Mungu tutaipenda sheria ya Mungu. Katika Biblia manabii pamoja na mitume walifundisha sheria ya Mungu ni njema, takatifu na yenye kupendeza. Lakini watu wengi leo, wainjilisti wengi, hasa katika madhehebu ya kilokole, wao wapo wanatumia neema kuifanya ionekane sheria ya Mungu isifai. Lakini tunaporudi katika maandiko, tunaambiwa sheria ya Mungu ni ya kupendeza, tena inafaa. Kwa mfano, mwandishi wa kitabu cha Zaburi, Daudi, katika Zaburi 19 mstari wa 7, Daudi anasema, sheria ya Bwana ni kamilifu, huburudisha nafsi, ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Kwa hiyo waliokuwa na neema ya Mungu lazima wataipenda sheria ya Mungu, na ili tuweze kwenda na Mungu siku zote, ili tuweze kuwa na uhusiano mzuri na Mungu siku zote, ni lazima tuweze kuwa na sheria ya Mungu. Hatusemi ya kwamba sheria ya Mungu tunaishika kwa nguvu zetu sisi wenyewe, la hasha, lakini kwa sababu tuna neema ya Mungu, neema ya Mungu itatuongoza kuweza kushika sheria ya Mungu. Kwa hiyo kusudi la sheria ya Mungu ni njema, lakini changamoto ni kwamba sheria inaahidi matokeo mazuri kwa yule ambaye anatii, na inaahidi kifo kwa yule ambaye anavunja. Lakini sheria kama sheria haitoi msaada wa kuweza kumsaidia mhusika aweze kuishika sheria hiyo. Na ndiyo maana tunayo injili ya Yesu ambayo sasa kwanza inatusamehe dhambi zetu, lakini pili inatupa nguvu sasa ya kuweza kuishika sheria ya Mungu. Kwa hiyo neema ya Mungu lazima pia itufikishe kiwango cha kuweza kuipenda na kuitii sheria ya Mungu. Lakini nabii wa kitabu cha Ufunuo na yeye alisema, heri wale wanaozifua nguo zao pamoja na wenye amri, ili wawe na uwezo wa kuendea mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Watakaoingia katika mji wa Yerusalemu wale ambao wamezifua nguo zao, lakini ni wale ambao wana amri za Mungu, ndio ambao watakuwa na uwezo wa kuingia katika mji wa Yerusalemu. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana. Wenye neema ya Yesu lazima wataipenda sheria ya Mungu. Fikiria sheria ya Mungu jinsi ambavyo inasema usiue, usizini, usiibe, usiseme uongo,
usio na miungu wengine, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Mambo hayo yote ambayo yanatajwa katika sheria ya Mungu ni ya kupendeza. Kwa hiyo kiujumla, tunaweza tukasema sheria ya Mungu ni sheria ya upendo. Mpende Mungu wako, lakini pia mpende jirani yako kama nafsi yako. Tutakapompenda Mungu, tutamwabudu yeye peke yake, hatutafanya ibada ya sanamu, tutaikumbuka siku ya Sabato, tutaitakasa, hatutalitaja jina lake bure. Lakini pia tutakapopendana sisi kwa sisi, watu hawatakuwa wezi, hawatakuwa wazinzi, hawatakuwa waongo, hawatakuwa na tamaa, wala hawatafanya baya lolote kwa ndugu yake. Kwa hiyo sheria ya Mungu ni njema. Sasa umeitumiaje neema ya Mungu? Tumeona neema ndiyo ambayo inatufundisha kuweza kukataa ubaya wa dhambi. Maana yake kama hatukatai ubaya wa dhambi, maana yake neema haipo pamoja nasi. Neema pia inatutakasa dhambi zetu. Angalia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:3 anasema, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Wito wa kutakaswa. Kutakaswa manake ni kufanywa kuwa watakatifu. Tunaacha dhambi zetu, lakini pia tunakuwa sasa wasafi mbele za Mungu. Kwa mapenzi ya Mungu ni sisi tuweze kutakaswa, tujitakase. Ni kitu gani sasa ambacho kinaweza kututakasa? Ni neema ya Mungu. Kwa hiyo mpaka sasa inatakiwa uweze kujioji, ujichunguze mwenyewe nafsi yako. Uangalie, je, nimetakaswa na neema ya Mungu? Je, matendo ya giza yamekoma katika maisha yangu? Kama bado hajakoma, unao wajibu wa kuendelea kupambana, kutumia nguvu, kutumia juhudi kuweza kuhakikisha ya kwamba unatakaswa. Kwa njia ya juhudi binafsi na kwa njia ya neema ya Mungu utaweza kufanikiwa kutakaswa. Lakini pia katika Wathesalonike wa kwanza 5:23 anasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu, miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hata hapa tutagundua wazi ya kwamba ni lazima tutakaswe na neema ya Mungu, ili hata wakati Yesu anapokuja tuwe wale watu ambao wanafaa. Wale ambao hawajatakaswa na Yesu hawatafaa. Na tunatakasaje? Ni kwa neema ya Mungu tu ndio ambayo itaweza kutuosha dhambi zetu. Lakini nimalizie kwa mambo mawili ambayo yameelezwa katika kitabu cha Pambano Kuu. Kama tunavyojua, tunaishi katika wakati wa mwisho sana. Sasa tunaelekea katika wakati ambapo Yesu anaenda kumaliza kazi yake ya uombezi. Na kama Yesu anaendelea kumaliza kazi yake ya uombezi, hii inamaanisha wazi ya kwamba tutafikia hatua ya kwamba hakutakuwa na mpatanishi au mwombezi tena kati ya Mungu pamoja na mwanadamu. Sasa je, ni kitu gani cha hatari kipo hapo wakati dunia inaenda kuishi bila mpatanishi? Nabii Ellen G. White anaandika katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiswahili ukurasa wa 325 na ile paragraph ya 3 anasema, watakaokuwa wakiishi duniani wakati maombezi ya Kristo yakiwa yamekoma katika hekalu la mbinguni watasimama mbele ya macho ya Mungu bila mpatanishi. Majoo yao yanapaswa yasiwe na doa. Tabia zinapaswa ziwe zimesafishwa dhambini kwa kunyunyuziwa damu ya Kristo. Kwa njia ya neema ya Mungu na kwa njia ya juhudi binafsi, inawapasa wawe washindi katika vita dhidi ya uovu. Kwa hiyo tunapoelekea wakati wa mwisho ambapo tunaenda kuishi bila mpatanishi, maana yake Yesu anafika hitimisho ya kazi yake ya uombezi, tunatakiwa kuweza kufikia kiwango cha kutokuwa na dhambi kabisa, kwa sababu mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu anaenda kuondoka. Na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ataanza kuondoka ama ataanza kuacha kazi yake kwanza kwa watu waliokuwa wamepewa nuru yake kubwa, nikiwa na maana ya kwamba Waadventista wa Sabato hao ndio ambao watakuwa wa kwanza kuachishwa kazi ya uombezi. Kwa hiyo hii ina maana ya kwamba ni lazima tutakaswe na neema ya Mungu kwa kuweza kuacha matendo yote ya giza. Tunalo jukumu binafsi. Kila mtu anatakiwa kuweza kujichunguza nafsi yake na kuweza kuachana na matendo ya dhambi. Katika sura hiyo anaendelea kusema, wakati hukumu ya upelelezi ikiendelea mbinguni,
wakati dhambi za waaminio wanaotubu zikiondolewa hekaluni, kuna kazi maalum ya utakaso ambayo inapaswa ifanywe ya kuachana na dhambi miongoni mwa watu wa Mungu duniani. Kazi hii imewasilishwa kwa wazi zaidi katika ujumbe wenye sehemu 3 wa Ufunuo sura ya 14. Anasemaje? Wakati hukumu ya upelelezi ikiendelea mbinguni. Hukumu ya upelelezi kama tunavyojua ni uhakiki ambao unafanyika tena kuweza kuwachunguza watu wote ambao walimwamini Kristo katika zama zote, ikiwa walitubu dhambi zao zote, na hii inaenda kuchunguza na kuwapa haki kama wamestahili kuokolewa au hawajastahili. Na hukumu ya upelelezi inafanyika kwa watu wote tu ambao wamemwamini Yesu. Hii inamaanisha wazi ya kwamba watu ambao hawajamwamini Yesu, wao hukumu yao inajitegemea. Sasa tunavyofahamu, hukumu hii ilianza kwa watu waliokufa. Hii ina maana ya kwamba wafu, kuanzia mfu wa kwanza kufa, tuchukulieni Abeli, naye aliingia kwenye hukumu, na hukumu hii ilianza mwaka 1844 wakati Yesu anamaliza kazi yake ya uombezi, anamaliza kazi yake ya ukuhani katika chumba cha kwanza cha patakatifu na kuingia katika chumba cha pili. Sasa hukumu ya upelelezi inaanza, ni mchakato ambao unapitia sasa kila jina la mtu ambaye alimwamini Kristo katika zama zote, tukianza na wafu. Jina la mhusika linapotajwa linapotajwa mbinguni, ndipo sasa hatima yake inapoamuliwa. Anachunguzwa ikiwa dhambi zake zote zilitubiwa, aliupata ushindi wa dhambi, alitakaswa na neema ya Yesu, basi mbele ya jina hilo pataandikwa msamaha. Manake huyu amestahili fadhila za Yesu, kwa sababu kwa neema ya Yesu alitakaswa dhidi ya dhambi zake, na hivyo alikuwa mshindi, na hivyo anastahili uzima wa milele kwa haki ya Kristo. Kazi hii ikimalizika kwa waliokufa, kisha itahamia kwa walio hai, ikianza na Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo hukumu hii inapohamia kwetu sasa kwa walio hai, mchakato utafanyika hivyo hivyo. Jina langu linapotajwa, linaanza kuchunguzwa pale, ikiwa nilitakaswa na neema ya Yesu, ikiwa nimetubu dhambi zangu zote. Sasa inapotokea kwamba kuna dhambi ambazo bado sijaziungama, bado sijatakaswa na neema ya Yesu, basi jina langu litapaswa kuondolewa, kwa sababu sikutakaswa na neema ya Mungu. Kwa hiyo tunaishi katika kipindi cha hatari, kwa sababu ishara zote zinaonyesha ya kuwa tayari hukumu hii imeshaanza kwa watu wa Mungu, yaani Waadventista wa Sabato. Tupo chini ya muda sana, hukumu hii inaenda kukoma, na kisha Mungu ataanza kumalizana na watu wa mataifa. Kwa hiyo jambo la pekee hili linatufundisha wazi ya kwamba tunatakiwa kuweza kutakaswa na neema ya Mungu, kiasi ya kwamba hatutaki kuendelea kubaki katika kuweza kurudia dhambi tena, kwa sababu wakati hukumu ya upelelezi inafanyika mbinguni, hii inamaanisha ya kwamba wakati wewe unapotubu dhambi zako sasa na kuziacha dhambi zako, manake dhambi zako zinafika katika hekalu la mbinguni, na zikifika kule, manake wewe umeachwa huru, lakini dhambi, kumbukumbu ya dhambi imeenda hekaluni. Hekaluni kule zipo wapi? Ni kwenye vitabu, kwamba kumbukumbu ya dhambi zimeandikwa. Kwa hiyo mwisho wa siku hekalu litapaswa liweze kutakaswa, na linatakasaje? Ni pale ambapo sasa majina yanaanza kupitiwa ili dhambi zianze kuondolewa katika vitabu. Kwa hiyo jina lako likifikiwa, hii inamaanisha inatakiwa katika hali jina lako linafikiwa, umeshakuwa mtakatifu. Inamaanisha wewe umetubu dhambi zako zote, haupo katika hali ya kuendelea kutenda dhambi. Kwa hiyo jina linapotajwa pale, wanapoangalia kama kweli umetubu dhambi zako zote, umetakaswa na neema ya Mungu, basi hapo ndipo ambapo itatamkwa msamaha, na hatima yako itakuwa ni njema, utakuwa umestahili uzima wa milele. Lakini pale ambapo jina lako linatajwa, wewe huku duniani bado unaendelea katika dhambi, yaani hapo inamaanisha kuna dhambi bado hazijasamehewa, lakini pia hapo inamaanisha kuna bado hujatakaswa. Kwa hiyo jina litapaswa kuweza kuondolewa mara moja, na hivyo wewe utakuwa umepotea milele. Kwa hiyo tunaishi katika wakati wa mwisho sana. Hatima yetu sasa inaenda kuamuliwa. Tunatakiwa kuweza kuomba sana, ili hatimaye tuwe washindi katika vita dhidi ya uovu. Maandiko yanatushuhudia wazi ya kwamba neema ya Mungu inaweza kutupa nguvu ya kuweza kuachana na dhambi kabisa. Kwa hiyo tunao wajibu huo. Dakika 15 za umeitumiaje neema ya Mungu ni swali la kujiuliza kila mtu. Mimi mwenyewe ninapotoa somo hili bado ninalia na nafsi yangu kuweza kuangalia wapi nimepungua.
na hivyo bado ninamlilia Mungu ili niweze kushinda dhambi. Bwana awabariki.